Kuna tukio muhimu lililojiri jana katika kesi inayoendelea ya mwenyekiti wa taifa wa Chadema Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu katika Mahakama Kuu ya Tanzania jijini Dar es Salaam. Sasa hapo jana wakati wa mchakato wa kesi hiyo, Mheshimiwa Lissu alisikika akitoa malalamiko kwa katibu mkuu wa Chadema Bwana John Mnyika. Hebu msikilize kwa kifupi katika klipu hii, kisha tutaendelea na mjadala huu. Katibu mkuu, watu ni wachache. Huyo alikuwa mwenyekiti wa taifa wa Chadema Mheshimiwa Lissu akitoa malalamiko yake au manunguniko yake kwa katibu mkuu wa chama hicho Bwana John Mnyika hapo jana kwenye Mahakama Kuu ya Dar es Salaam. Sasa swala hilo limezua sintofahamu ya namna fulani. Kwa upande mmoja ni dhahiri kwamba Mheshimiwa Lissu alionekana kutoridhishwa kwa sababu kuna clip ambayo inamuonyesha wakati anatoa manunguniko hayo, na kwa hakika ilikuwa inaonyesha kwamba hajaridhishwa na mahudhurio hafifu, na akatanabaisha kwamba mahudhurio hayo hafifu yametokana na mobilization ndogo. Mobilization ni uhamasishaji. Kwa hiyo hili linakwenda moja kwa moja kwa uongozi wa Chadema, lakini pia linakwenda kwa wanachama wa kawaida wa chama hicho, kwa sababu ni swala la kupeana hamasa kuhusiana na mahudhurio ya mahakamani. Lakini ikumbukwe pia kwamba Mheshimiwa Lissu hayuko jela kwa sababu ya uongozi wake wa Chadema pekee, lakini kwa kiasi kikubwa ni kutokana na kupigania maslahi ya Watanzania mbalimbali. Kwa hiyo hata kama kuna kundi jingine la kulaumiwa, basi Watanzania wengine pia wanaomuunga mkono au wanaoamini katika jitihada zake nao wanapaswa kubebeshwa lawama katika hilo. Sasa pia ni muhimu kuangalia hili la mobilization katika muktadha mpana. Mobilization kama tunavyosema ni kama uhamasishaji vile. Ni kwamba wakati huu tunapoongea, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimekuwa kikifanya hamasa kubwa ya upatikanaji wa fedha kwa ajili ya mkutano mkuu wa chama hicho utakaofanyika baadaye mwaka huu. Na hadi wakati makala hii inaandaliwa, chama hicho kimeshafanikiwa kufikisha takriban zaidi ya nusu ya fedha inayohitajika. Kwa mujibu wa mahesabu, pesa zinazohitajika kwa ajili ya mkutano huo mkuu ni takriban shilingi milioni 330 na kitu hivi. Sasa takwimu zilizopatikana hapo jana zilionyesha kwamba zaidi ya shilingi milioni 150 zimeshapatikana. Kwa hiyo takriban nusu ya kiwango kinachohitajika kimeshapatikana, na hii ni kama ndani ya wiki moja. Kwa hiyo hii ina maana gani? Maana yake ni kwamba hii mobilization kwenye hili swala la kuchangia sio tu imepokelewa vizuri, lakini pia imekuwa na ufanisi mkubwa. Kwa maana nyingine ni kwamba endapo chama hicho kitafanya mobilization kama hii ya tone ya kuchangia fedha, lakini ikaelekezwa katika mahudhurio ya watu mbalimbali kwenye kesi za Mheshimiwa Lissu, kuna uwezekano mkubwa matokeo yakawa mazuri kama katika hili swala la fedha. Lakini pia kuna umuhimu wa kuangalia kwamba swala zima la Mheshimiwa Lissu linaleta taswira tofauti miongoni mwa watu. Hasa baadhi ya watu wanadhani kwamba kuna namna fulani ambapo Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kama kwa sababu Mheshimiwa Lissu ni mwenyekiti wa taifa wa chama hicho, ndicho chenye dhamana kubwa ya kufanya shinikizo la aina yoyote ile katika kuhakikisha haki kwa Mheshimiwa Lissu inatendeka, lakini pia uwezekano wa yeye kuachiwa huru. Kwa bahati mbaya ni kwamba tarehe 9 ya mwezi April mwaka huu, mwezi wa 4 mwaka huu, ilikuwa ni siku ya ilikuwa ni mwaka kamili tangu Mheshimiwa Lissu akamatwe huko Mbinga April mwaka jana. Sasa siku hiyo makamu mwenyekiti wa taifa wa chama hicho upande wa Tanzania bara Mheshimiwa John Heche alitoa maagizo, na maagizo hayo
kauli ambazo kwa hakika ziligusa hisia za watu, na kuna makala hapa Jasusi TV kuhusiana na alichokiongea siku hiyo. Kwa hakika watu wengi waliguswa na alichokiongea, kwa sababu kilikuwa moja kwa moja kinaelezea mustakabali wa Mheshimiwa Lissu na nini Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema pamoja na Tanzania kwa ujumla wanaweza kufanya kuhakikisha kuwa Mheshimiwa Lissu anapata haki yake kwa maana ya kuachiwa huru. Vitu viwili alivyopigia mstari, cha kwanza ni kwamba endapo serikali ya Samia Suluhu Hassan haitomwachia Mheshimiwa Lissu, basi chama hicho kitahamasisha maandamano makubwa kushinikiza kuachiwa kwa Mheshimiwa Lissu. Na kingine alisema kwamba wanaanzisha kampeni ya vipeperushi ambavyo vitakuwa na ujumbe wa kushinikiza kuachiwa kwa Mheshimiwa Lissu. Kwa bahati mbaya ni zaidi ya miezi mitatu sasa imepita, yote hayo mawili hayajatokea na hakuna dalili kwamba yatatokea. Hili la maandamano, maelezo ni kwamba chama hicho kiliporuhusiwa kufanya shughuli zake za kisiasa, mkakati ulikuwa ni kwamba kuzunguka sehemu mbalimbali za Tanzania, kuelimisha wananchi kuhusiana na swala hilo la Mheshimiwa Lissu, lakini pia ikajitokeza tena ajenda ya katiba mpya, ambayo hii nayo itaigusia kidogo, kwa sababu baadhi ya watu wanahoji kwamba katiba mpya inapatikana vipi katika mazingira haya ambayo sisi mwenyewe wako wananyemelea hiyo hoja ya katiba mpya ili waweze kuiteka na itazidi kuharibu mambo jinsi yalivyo. Kwa hiyo ndo kama hivyo walisema kwamba watazunguka nchi nzima na baadaye kuhamasisha watu kwa ajili ya hayo maandamano. Lakini ukweli mchungu ni kwamba ajenda ya maandamano ya kushinikiza kumtoa Mheshimiwa Lissu ni kama imekufa kifo cha asili, kwa sababu haiongelewi. Hata majuzi hapa Mheshimiwa Heche alitembelea kwenye jukwaa moja la Watanzania waliopo nje ya nchi, yani diaspora, linafahamika kama Sauti ya Watanzania, na aliongelea kuhusu masuala ya michango na mambo mengine, lakini swala la maandamano kwa kweli halikujitokeza katika maongezi hayo. Kwa hiyo hili ni moja ya mambo ambayo yanagusia kwamba kulikuwa na ahadi hiyo kwamba zitafanyika jitihada za kumtoa Mheshimiwa Lissu gerezani, lakini jitihada hizo kwa kweli zinaonekana kuwa hazijazaa matunda. Ni muhimu pia kugusia kwamba hii kesi inayoendelea, hii ambayo Mheshimiwa Lissu yuko mahakamani sasa, sio ile ya uhaini. Hii kesi imefunguliwa na wanasheria wake watatu ambao wamemshtaki mkuu wa gereza pamoja na mkuu wa jeshi la magereza kwa kuzuia haki ya faragha ya Mheshimiwa Lissu, kwamba mawakili wanasheria wake wanapokwenda huku gerezani wanazuiwa kuongea kwa faragha na mteja wao. Kwa hiyo kesi msingi wake ni kupigania haki yake ya kikatiba ya kuwa na faragha huko mahakamani. Sasa kuhusu hili la mobilization ambayo imewezesha kupatikana fedha, huu ni uthibitisho kwamba mobilization pia ikiwepo kuhusiana na watu kujitokeza kwa wingi mahakamani pia inawezekana. Lakini pengine itakuwa sio haki kuwalaumu viongozi, kwa sababu kila mwanachadema ana wajibu wa kutambua yuko Dar es Salaam, pengine ana nafasi, kila mmoja ana uwezo wa kuangalau mara moja kwenda mahakamani. Lakini kama nilivyosema, si tu wanachadema, kwa sababu Mheshimiwa Lissu ni kama kiongozi wa Tanzania kwa ujumla, pia watu ambao si wanachadema lakini wanamuunga mkono au wanaguswa na harakati zake, basi nao walipaswa kufanya hivyo. Lakini pia hamasa kwenye mitandao ya kijamii ilikuwa muhimu, kwa sababu utakuwa tuna taarifa kwamba Mheshimiwa Lissu kesho atakuwa mahakamani, lakini hakuna wito kwamba watu wengi wajitokeze kwenda kwenye shughuli kama hizo. Sasa kwenye hilo ambalo Mheshimiwa Heche aliliongelea April 9 kuhusiana na swala maandamano, baadhi ya watu wanasema kwamba ajenda hiyo ni kama imetupwa. Ukweli ni kwamba ajenda yenyewe ni ngumu na pengine ilikuwa ni kauli ya kisiasa zaidi kulikoni uhalisia. Na ugumu wenyewe unatokana na ukweli kwamba maandamano ya kumtoa Mheshimiwa Lissu ina maana kuvamia gereza ili kumtoa au kuweka kambi pale gerezani. Sasa kwa yeyote anayejua yaliyojiri Oktoba 29, itakuwa ni kama kumpa sababu ya bure Samia kufanya unyama mwingine mkubwa kama aliyofanya ule Oktoba 29. Si kwamba mashinikizo kama hayo hayawezi kuwa hayana ufanisi, yanaweza kuwa na ufanisi, lakini yanahitaji mikakati ya hali ya juu na tafakuri kubwa kabla ya kufanya uamuzi. Lakini pia hata hiyo logistic ya kukusanya watu kwenda magereza na vitu kama hivyo, kwa kweli ni kitu ambacho kinahitaji tafakuri kubwa. Kwa hiyo pengine ilikuwa ni kauli ya kisiasa zaidi kulikoni nani. Sasa ukiweka kando hilo la kumtoa kwa nguvu, options gani ambazo zinasalia? Kwa bahati mbaya options zipo 4 kwa mtizamo wa Jasusi TV, lakini 3 kati ya hizo
si za matumaini sana. Ya kwanza ni shinikizo la kimataifa, hili linaendelea na tayari Jumuiya ya Madola imeipa Tanzania siku 30 kuhakikisha kuwa swala Mheshimiwa Lissu linamalizwa aidha kisiasa au kisheria. Kwa hiyo hii inasikiliziwa, lakini kuna dalili kwamba serikali ya Tanzania itapuuzia kuhusu hilo. Na pia Jumuiya ya Madola haina uwezo mkubwa sana wa kulazimisha matakwa yake, japo ina namna ambayo inaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo lakini hili ni swala kusubiri. Lakini kingine ni kwamba hizi jitihada za kimataifa zinachukua muda. Kwa hiyo licha hiyo Jumuiya ya Madola pia kuna shinikizo kutoka Marekani, kuna shinikizo kutoka Jumuiya ya Ulaya, lakini haya pia ni mambo ambayo yanachukua muda, na muda kwa kweli haupo mkononi mwa Mheshimiwa Lissu kwa sababu umekaa gerezani zaidi ya mwaka mmoja sasa hivi. Mawili ambayo kwa hakika si mazuri ni moja, kutarajia hukumu halali, yani haki itendeke, yani sheria ifuate mkondo. Kwa vyovyote itakavyokuwa, sheria haiwezi kufuata mkondo kwa sababu mahakama za Tanzania sasa hivi zinaendeshwa kwa matakwa ya Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo endapo kesi hii itafika mpaka mwisho na hukumu ikatolewa, hukumu hiyo haitakuwa ya haki na itakuwa ni mbaya kwa Mheshimiwa Lissu. Lakini jingine ni kile kilichotokea kwa aliyekuwa mwenyekiti wa zamani wa Chadema Bwana Freeman Mbowe, ambapo aliachiwa huru, ambao kwa tafsiri isiyo rasmi yalikuwa ni maamuzi ya Samia Suluhu Hassan mwenyewe. Kwa hiyo pia kumekuwa na hisia kwamba Samia anaweza kutoa amri kwamba Mheshimiwa Lissu aachiwe. Lakini hili litakuwa ni kama tusi kwa sababu yeye ndio alomweka gerezani. Mtu anakuweka gerezani mwaka mmoja alafu anakurupuka siku moja na kukutoa. Kwa upande mmoja ni dharau, lakini upande wa pili ni kwamba nguvu za umma zimeshindwa kulazimisha kuwezesha Mheshimiwa Lissu kutoka gerezani. Kwa hiyo haya ndio mazingira jinsi yalivyo, na hili tukio la jana pengine likatoa mwamko, pengine Bwana Mnyika maagizo aliyopewa na Mheshimiwa Lissu akayafanyia kazi na hatimaye watu wengi wakajitokeza katika kesi. Je, una maoni gani kuhusiana na hili? Karibu toe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.